Maandalizi kwa ujumla yako vizuri alhamdulillah. Toka tumetoka Arusha mpaka sasa siku mbili, leo siku ya pili kwenye preparation. I'm happy na team na group ambao tuko nalo. Hatukuwa vizuri kwa matokeo ya last time, tumekuwa disappointed. I think ipo kwenye football, tunatakiwa kuacha pembeni na kuangalia mbele zaidi nini ambacho tunakwenda kufanya. So kama mwalimu najaribu kuona namna gani ambavyo tunaweza tukadevelop group ambalo niko nalo. Tuko na timu nzuri, tuko na wachezaji wazuri na hizo talents ambazo wako nazo ili kuweza kufikia goals ambazo tuko nazo. So tunajua tunakwenda kucheza mechi nzuri, mechi ngumu. Kwa sasa kucheza na bingwa mtetezi ambaye ana 5 times kuchukua. Haiwezi kuwa rahisi kwetu, lakini haiwezi kuwa rahisi kwao. So tuna respect ambacho wako nacho, jinsi ambavyo wana play na jinsi ambavyo wameongeza players ambao I think ligi yetu imekuwa bora mpaka sasa. Kuna players ambao wamekuja kwenye nchi yetu, unaona jinsi ambavyo wana wake up, tulikuwa tukiwaona tu wakicheza kwenye ligi zingine. So na wako Tanzania, kwa ni nafasi ya kuonyesha nini ambacho tunatakiwa kufanya. Ni opportunity kwetu kulearn kwenye hiyo moment. So wana kocha mzuri ambaye one of the best coach ambaye alikuwa na coach wa South Africa na ligi ilivyo, na alikuwa chini ya makocha ambao top coaches. Pisto amekuwa na Mokoena long time, so wamefanya hiyo kazi. Sasa nao yuko Tanzania. I think ni times ya kulearn kwake na kuona jinsi gani ambavyo amechukua timu mpaka nao, jinsi ambavyo timu ina play kwenye eneo la katikati. So wako more aggressive, wako solid sana na combination, then good strengthening kwenye wide area na half spaces. So tumeweka out tuone namna gani ambavyo tunaweza tukakabiliana na mchezo mzuri ambao tutakutana nao kesho, lakini tuna respect, ila hope tutakuwa na mechi nzuri. Tunatamani kuwa na mechi nzuri kwenye uwanja kila moment, kila wakati, off and on, tuwe bora kwenye kila minutes, na kikubwa zaidi ni kuwa na good strong mentality. I think leo ni siku ya mwisho ya maandalizi, so tutapata ripoti ya doctor, lakini obviously wachezaji wote siku ya jana walikuwepo tayari. Hakuna mchezaji ambaye alikuwa ana shida. So tumuombe Mwenyezi Mungu atuongoze iwe hivyo, watu wote wawe tayari kupambana, kuwa tayari kwa ajili ya kutetea maisha yao. Kwanza tuwape pole kwa maana ya mchezo ambao ulikwisha. Tulikuwa na moment mbaya kwenye kazi. I think vipindi vinatokea kwenye part of football. Waendelee kushikamana nasi. Naamini tutafanya vizuri ili kuwafurahisha, kwa sababu ndicho ambacho kitu wanakipenda. So kwenye nyakati hizi ambazo zinatokea, tunapaswa kuwa nao karibu zaidi, watusogelee, tuendelee kusapotiana. Matamanio yetu na matarajio yetu ni kufanya vizuri na wao kuwa happy. Kwa hiyo najua kesho watakuwa wachache uwanjani, wao na uchache wao, sisi kwetu watakuwa wengi. Tutajitahidi kuwa na game nzuri kiwanjani. Ni kazi ya head coach tunasoma vipi, lakini najua ameshalifanyia kazi katika kiwanja cha mazoezi, na naamini mwenye mbinu nzuri kesho, inshallah Mwenyezi Mungu atampa matokeo. Haiwezi kuwa mechi rahisi. Muda mwingi tukikutana na timu kubwa, bingwa mtetezi kama Yanga, haiwezi kuwa mechi rahisi, lakini tunapeana hope kwa sababu tunaamini itaenda kuwa mechi nzuri. Nadhani ni game plan mechi ya kesho itavyoenda kuwa. Sidhani kama makosa yatatokea mara mbili. Tunajua nini tulikosea mechi zilizopita. Nadhani kocha kalifanyia kazi katika kiwanja cha mazoezi. Inshallah kesho itakuwa heri kwetu.